Bwana Yesu asifiwe. Napenda ni kukaribishe katika kipindi chetu kizuri, kipindi cha Amka Tuombe. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Tanzania Gospel Television, karibu sana kwenye kipindi hiki kizuri ambacho Mungu ametupa ili tuweze kuwa na ibada nzuri ya maombi na neno la Kristo. Kuhakikisha hapo ulipo unaweza kuamsha watu wawili watatu kwa kuwatumia message au kwa kuwapigia simu kusema amka tuombe, maana huu ndo usiku wa manane wa kumtafuta Bwana, lakini pia na kupambana na kila vita ambayo inainuka katika ulimwengu wa roho. Maana maadui wetu pia wana nguvu sana za kutumia mlango usiku wa manane kwa ajili ya kuwashambulia watu wa Mungu. Kuhakikisha unaamka unaomba, jitahidi, kwa sababu usiku wa manane ni usiku ambao kidogo unaweza kuwa mzito, lakini Mungu akutie nguvu amke. Na ukiamka hakikisha unaamsha, kama ni nyumba yako, mme, mke, watoto, waambie njoni tuombe. Lakini pia unaweza kualika marafiki zako waliopo karibu na wewe au nje ya wewe ulipo, wanaweza kujiunga pamoja nasi kwenye kipindi hiki cha usiku wa manane. Basi sasa ninapenda tupate muda wa kwenda mbele za Mungu kumshukuru Mungu ili tuweze kuendelea na ibada ya kipindi hiki cha maombi usiku wa manane. Mungu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, na ninakushukuru sana kwa ajili ya usiku huu ambao umetupa. Wewe ni Mungu mwema, wewe ni Mungu wa rehema, wewe ni Mungu wa upendo. Tunakushukuru sana Mungu kwa kutupa nguvu. Tunakushukuru sana Mungu kwa kutupa kibali cha kutupa neema hii ya kuamka usiku huu wa manane. Sifa na heshima ni zako Roho Mtakatifu, kwa maana wewe Roho Mtakatifu ndio mwenye uwezo wa kuumba mambo yakatokea katika jinsi ya mwili. Wewe ndio ulisababisha Mariamu apate kuwa na mtoto, apate mimba kwa uwezo wako. Kwa hiyo tunakushukuru sana Mungu kwa sababu ni baba yetu na ni mzuri. Asante kwa uumbaji wako mzuri. Asante kwa kutupa nguvu, asante kwa kutupa afya. Asante kwa sababu unaendelea kututetea na kutupigania. Tunalibariki sana jina lako kwa sababu wewe Mungu upo mahali hapa. Maana Mungu umesema uko mahali popote pale. Kama ni duniani wewe uko, kama ni kuzimu wewe uko, kama ni angani, pote upo Bwana. Hakuna sehemu ambayo wewe haupo. Tazama na sisi Bwana tupo katika maombi haya. Tumekuja mbele za wako tukijua kwamba wewe Mungu uko kila mahali. Upo katika mikoa yote ya Tanzania na hata nje ya nchi. Upo katika nyumba zetu, upo katika ofisi mbalimbali, upo katika safari. Mungu tunajua wewe upo. Na ndio maana siku ya leo na usiku wa leo Mungu tunakuita katika jina la Yesu. Tunaomba tena uwepo nasi katika usiku wa leo. Mungu tunakusihi kwa damu ya Yesu. Tazama watoto wako Mungu, tunasogea mikononi mwako kwa moyo wa shukrani kabisa. Tunakutukuza wewe. Wewe ndio Mungu uliye mwema. Wewe ndio Mungu umetuumba kwa jinsi ya kutisha. Umetuumba kama jinsi tulivyokuwa wazuri. Umeumba familia zetu, umeumba watoto, umeumba ndugu na jamaa kwa upendo wako na kwa neema yako. Tunakushukuru sana Roho Mtakatifu. Tunakushukuru sana Mungu kwa kazi yako msalaba ambao ulikufa msalabani tupate kuokolewa. Sifa na heshima ni zako Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Mungu, tumekuja mbele zako kwa shukrani kubwa sana. Wewe ndio Mungu unatutendea, umetupigania na vita ambayo hatuijui kwa jinsi ya mwili, au iko vita ambayo tunaijua kwa jinsi ya mwili. Mungu umeendelea kuwa mtetezi wetu. Na kwa sababu hiyo Bwana, tunaendelea kushuka chini ya mbawa zako kwa moyo wa shukrani, tukikubali na kupokea yote unayoyatenda juu ya maisha yetu. Wewe ndio Mungu unamtendea mama huyo, unamtendea baba huyo, unatendea kazi ya mtu huyo Bwana. Unatetea watu wako wanapokutafuta usiku wa manane na hujawahi nyamaza. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, nasi tunanyenyekea zaidi chini ya mkono wako, maana umesema mkaribieni Mungu naye atakaribia. Usiku Bwana tumekuja mbele zako, tunakukaribia wewe.
Tunahitaji neema yako tena nyingine ya kutusaidia kuomba pamoja na wewe Bwana. Katika jina la Yesu tunahitaji tena neema ya kuomba nasi. Omba nasi Bwana hapa nyumbani, omba nasi Bwana huko kokote kule watumishi wako Bwana, na wapenzi wasikilizaji hawa Mungu kapate kuomba nasi kwa damu ya Yesu Kristo anate hai. Tuombe upite Bwana kwa kila mmoja ambaye ameamka ili kuomba pamoja na sisi. Bwana, naomba upite kwa kila msikilizaji na kwa kila muombaji ambaye Bwana amesimama kuomba na sisi. Hakikisha Bwana unatembea katika malango yake, unatembea katika moyo wake, unatembea katika nyumba yake, unatembea katika kazi, unatembea kama upo safarini usiku huu Bwana. Lakini naomba neema yako na nguvu yako endelee kutembea na kutusaidia katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu wa Bwana, simama katikati yetu sasa. Tunaingia kwenye maombi haya Baba. Tunahitaji Roho Mtakatifu uwe kiongozi wetu. Maana Mungu umesema kwa jina lako Yesu ya kwamba tutawachia Roho Mtakatifu na atakuwa msaidizi. Neno lako limesema kadhalika ninyi hamjui kuomba isipokuwa Roho Mtakatifu unatuombea kwa Baba kwa kugua kusikotamkika. Mungu unahitaji hiyo neema ya Roho Mtakatifu kwanza nasi kipindi hiki Bwana. Anza nasi Bwana kokote kule ambako tuko. Roho Mtakatifu nenda. Wewe uzuriki na ukuta, uzuriki na mahali, uzuriki na mazingira. Mahali popote unapokuwa Bwana tunapokuhitaji unaenda. Anza na watumishi wako Bwana. Anza na kanisa lako hili Bwana la Tanzania na hata nje ya nchi. Anza na msikilizaji Bwana ambaye tunaomba pamoja naye. Ukatusikie Bwana na kutujibu katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu ingilia kati. Ukatuongoze Bwana kufanya yaliyo mapenzi yako. Fanya kitu ambacho Mungu umekusudia usiku wa leo. Fanya kitu ambacho umekipanga Bwana. Hakikisha Bwana haumwachi mtu, unamkwamua kila mmoja. Wengine wanalia machozi, wengine Bwana wamepitia mazingira magumu ambayo wanajiuliza maswali magumu yasintofahamu. Usiku wa leo Bwana nahitaji kutana na kila mmoja, kutana na kila nafsi, kutana na kila mwili. Wengine ni wagonjwa. Mungu nahitaji wanapojiuliza namna gani wataponya, we Mungu nahitaji ukapite ukakutana na kila mmoja Bwana usiku wa leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai, tunakuja mbele zako Baba usiku wa leo. Tunajua sisi Bwana tunakutegemea wewe. Nawe Mungu ndiwe mtakatifu sana. Ndiwe Mungu ambaye unapenda watu ambao wapo safi na watakatifu. Maana umesema katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati ya Bwana ile mlango 23 na ule mstari wa 14. Mungu nasema, tazama Bwana Mungu wako yatembea katika kituo chako ili apate kukuwa na maadui. Lakini atakapokuja na akute kituo chako ni kisafi. Akikuta kituo chako sio kisafi na kitakatifu, atageuka bila kukuokoa na maadui zetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, yamkini kuna mengi na sio yamkini, yapo mengi ambayo tumekutenda dhambi kuanzia asubuhi mpaka sasa hivi. Mungu tumelala, tumewaza vibaya, tumetenda mabaya. Mungu tumezuia mkono wako kutenda makubwa. Tumezuia baraka zako, tumezuia uweza wako kwa sababu ya uchafu wetu na maasi yetu na makosa yetu. Usiku wa leo Baba, ninasogea machoni pako. Ninaomba toba kwa ajili yangu mwenyewe. Naomba toba kwa ajili ya mwili wangu, nafsi yangu Bwana, matendo yangu. Lakini pia Baba, ninasogea kwako, nahitaji toba kwa ajili ya watumishi wako hao ambao wapo kila mahali wameamka Bwana ili kukutafuta na kukuomba Bwana. Ili lile neno lako lilosema kwamba Mungu unatembea katika kituo chetu. Mungu unatembea katika kazi zetu. Unatembea katika nyumba, unatembea kwa watoto wetu waliopo mashuleni na ambapo makazini. Unatembea Bwana, lakini kuna nyakati ambazo ukipita unakuta vituo vyetu ni vichafu. Unageuka bila kutuokoa. Roho Mtakatifu leo hii usiku huu ninaomba Bwana tusamee. Naomba Yesu tutakase. Damu ya Yesu ituoshe Bwana. Kama ulivyosema katika kitabu cha Efeso 1:7 ya kwamba katika damu ya Yesu kuna masamaha ya dhambi. Lakini sio tu msamaha wa dhambi, kuna ukombozi pia. Ninaomba damu yako Yesu ipite katika maisha yetu Bwana. Ipite kwa watumishi wako hao walioamka usiku wa leo kuombe Bwana. Nahitaji hiyo damu yako Yesu ipite. Pita kila mahali. Bwana, tunanyekea sana chini ya mbawa zako. Tumekutenda dhambi sana Bwana. Niko ujinga wetu wenyewe. Niko upumbavu wetu wenyewe. Tumesema vibaya Bwana, tusamee. Tumetenda leo maovu, tusamee. Tumekosa kukusimulie Bwana kwa namna iliyotakiwa na iliyopaswa, tusamee. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Mungu, kumbuka rehema. Usiachilie ghadhabu yako juu yetu.
yetu. Usiachilie ghadhabu yako Bwana juu ya familia zetu. Usiachilie ghadhabu yako juu ya kazi zetu. Usiachilie ghadhabu yako Bwana katika afya zetu. Kumbuka rehema Bwana. Wewe uliwakumbuka watumishi wako wengi waliotenda makosa ukawaonekania. Nasi tusamee kama ulivyoweza kuwasamee wakina Daudi walipofanya makosa makubwa ya kuua na kufanya zinaa. Nasi waweza kutusamee. Tunaisiyo damu ya Yesu ipite juu ya maisha yetu, ikasamee Baba. Tazama mpenzi wa msikilizaji pia Bwana, ukamtazame, anakulilia Bwana, amepiga magoti, anaomba mbele zako rehema na msamaha. Mungu kumbuka rehema, kumbuka rehema Bwana. Yamkini Bwana umeshindwa kufika mahali hapo kwa sababu unajisi na uovu aliofanya. Baba kumbuka rehema katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Damu ya Yesu ipite, damu ya Yesu ipite, isamee Bwana. Kumbuka rehema juu ya kila nafsi, kumbuka rehema katika mwili wake, kumbuka rehema katika eneo lake Bwana. Kumbuka rehema na msamaha juu ya nyumba zetu Bwana, nyumba za msikilizaji wewe Bwana. Kumbuka rehema katika jina la Yesu. Kumbuka rehema Bwana, utusamee Bwana. Wewe ni mwingi wa rehema, si mwepesi wa hasira. Umesema kwamba Bwana, kama vile magharibi ilivyokuwa mbali na mashariki, ndivyo unavyotusamee sisi na kusahau na kufuta makosa yetu. Basi Baba, nahitaji tutenge kabisa, utusamee, utufutie makosa, utufutie na hukumu, utufutie Bwana na kila mauti ambayo tulikaribisha kwa makosa yetu na kwa dhambi zetu, katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Mungu tunaomba msamaha, tunaomba msamaha Baba. Baba tunaomba msamaha, uturehemu Mwokozi. Samee maisha yetu, mikono yetu Bwana imekuwa michafu. Kuna neno limesema Bwana umetuambia kwamba mikono yenu imejaa damu. Mniinuapo sitasikia maombi yetu, sitasikia maombi yetu. Baba inaomba tusamee. Wakati mwingine Bwana mikono yetu Bwana imefanya aliyo makosa, imefanya aliyo yasiyostahili mikoni mwetu. Tunapoinua mikoni mwako tunakosa Bwana, tunakutenda dhambi. Baba inaomba toba, Baba inaomba toba kwa ajili ya mikono ya mama huyo, kwa ajili ya mikono ya baba huyo, kwa ajili ya mikono ya binti huyo Bwana, kwa ajili ya mikono ya kijana huyo, katika jina la Yesu. Kwa daktari huyo Bwana, kwa mfanya biashara huyo Bwana. Wakati mwingine mauti zimeingia katika maisha yetu kwa sababu tumenajisika kupitia mikono, na ndio maana Mungu umetuambia kitabu hicho cha Kumbukumbu la Torati 23:14 ya kwamba Mungu unatembea katika kituo ili utuokoe. Lakini wakati mwingine tumeshindwa kuokolewa na maadui kwa sababu mikono yetu imekuwa najisi, mikono yetu imekuwa na makosa, mikono yetu imekuwa na dhambi. Mungu naomba tusamee kwa damu ya Yesu. Mungu naomba tusamee kwa damu ya Yesu. Mungu naomba tusamee. Samee binti huyo Bwana, samee wanafunzi hao, samee Baba, samee pita hata katika lizi za nyumba zetu, pita katika maeneo ya ofisi, pita Bwana samee. Kumbuka rehema kwa damu yako msalaba, kwa damu yako msalaba, kwa damu yako msalaba, kwa damu yako msalaba. Riba saka tamanda rabako, rimanda rabashaka namando, ripa sanda rabako, rapa saka tayanda rabasika, ripa basana rabasa, ripa sata yanda rabako, ripa sika tayanda, ripo sanda rabashaka. Baba naomba rehema kwa ajili ya kazi ya huyo mtu Bwana. Yamkini shetani alipita, milango ilifunguka ya uharibifu, milango ilifunguka ya mauti, milango ilifunguka ya mateso, milango ilifunguka ya mauti na mateso na uharibifu kwa sababu ya dhambi ambazo amezifanya, kwa sababu ya dhambi na makosa aliyotenda. Katika jina la Yesu, Mungu kumbuka rehema katika ile eneo, katika hiyo ofisi, katika hiyo kazi anayofanya, katika biashara. Kumbuka rehema Bwana, kumbuka msamaha Bwana, kumbuka msamaha Bwana, katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Baba inaomba toba, Baba inaomba toba, Baba inaomba toba kwa ajili ya kila mmoja Bwana. Naomba toba kwa ajili ya mwanafunzi huyo, naomba toba kwa ajili ya mwanafunzi huyo Bwana, ambaye ndani yake roho ashakuzima amemuingilia, amepandikiza mbegu ya kiburi, amepandikiza mbegu ya kiburi kinachomzuia kusoma shule. Mungu kumbuka rehema katika jina la Yesu Kristo. Kumbuka rehema Bwana kwa ajili ya wanandoa hao. Kumbuka rehema Bwana, wanalia machozi, hawaoni shetani ameingiaje kuwapiga, hawajui ni kwa nini amekuja. Lakini Baba inaomba toba, rehema zako Bwana zipate kuachiliwa juu yao, rehema zako Bwana zipate kuachiliwa juu yao, rehema zako Bwana
Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Baba naitia damu ya Yesu. Baba naitia damu ya Yesu. Baba naitia damu ya Yesu. Naitia damu yako Baba ikatuoshe kama ulivyosema katika neno lako. Mungu unatusamehe makosa yetu yote na kutuondolea hukumu. Unatuondolea na adhabu. Unatufutia na hati miliki ambazo ziliandikwa na mshtaki wetu Shetani. Nami naomba toba Bwana. Nami naomba msamaha. Damu yako Yesu tuoshe. Damu yako Yesu tuoshe. Damu yako yoshe Bwana kila makosa ambayo Shetani alitumia kutushtaki mbele zako kihalali, akatuhukumu katika mauti, akatuhukumu katika adhabu, akatuhukumu na kututoa katika nafasi ambayo umekusudia. Mungu naomba toba. Mungu naomba toba. Damu ya Yesu ipate kusamehe. Damu ya Yesu ipate kusamehe. Damu ya Yesu ipate kusamehe. Baba samehe katika jina la Yesu. Baba samehe katika jina la Yesu. Baba samehe katika jina la Yesu. Baba samehe nyumba hiyo. Baba samehe ardhi hiyo. Baba samehe ardhi hiyo. Yamkini kuna ibada za miungu zilifanyika katika ile eneo na Shetani akapata mlango wa kuingia na kutoka. Mungu samehe hilo eneo. Mungu samehe hilo eneo. Samehe hiyo nyumba Bwana. Samehe hiyo nyumba Bwana. Samehe hiyo nyumba Bwana. Iko watu ambao Bwana walifanya uovu wa zinaa, wakafungulia maagano ya kipepo, yakawatesa wao na nyumba zao, yakatesa familia zao. Hawajui vita imetoka wapi. Lakini leo Baba inaomba toba kwa ajili ya huyo ndugu ambaye anapitia katika mazingira magumu. Hajui vita ilifunguliwa kwa sababu ya zinaa. Maana umesema Bwana katika neno lako ya kwamba mtu anapofanya zinaa na kahaba, anaungana mwili mmoja kuwa na kahaba. Hata tabia hizo zinalapti kwao. Wengine wanahangaika na nguvu ya roho ya uzinzi katika nyumba zao. Wengine wanahangaika na roho za maharibifu katika ndoa zao. Mungu, kwa sababu ya makosa ambayo yamkini Shetani alifunga agano nao. Lakini usiku wa leo Bwana, ninaomba toba Bwana. Ninaomba toba Bwana. Ninaomba toba Bwana. Ninaomba toba Bwana. Rehema zako zipate kuachiliwa. Rehema zako zipate kuachiliwa katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Baba inaita damu ya Yesu. Baba inaita damu ya Yesu. Baba inaita damu ya Yesu. Itusamehe Baba. Itusamehe Baba. Itusamehe Yesu. Itusamehe. Itusamehe. Samehe watoto wetu Baba. Samehe mikono yetu Baba. Samehe miguu yetu Bwana. Maana umesema miguu yao inakimbilia kumwaga damu. Inakimbilia kumwaga damu. Nami naomba toba. Nami naomba toba. Nami naomba toba. Rehema zako Baba nazihitaji. Rehema zako Yesu nazihitaji. Katikati ya mabaya kumbuka rehema. Katikati ya makosa kumbuka rehema. Katikati ya maovu kumbuka rehema. Kumbuka rehema juu ya mama yule. Kumbuka rehema ya Bwana. Analia machozi hapo alipo. Kumbuka rehema ya Bwana. Moyo wako unamhukumu. Anaona kama ana hatia kubwa. Anashindwa kujisamehe. Mungu msaidie. Umsamehe wewe na umpe nafasi ya pia na yeye kujisamehe katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Damu yako msalaba iliyomwagika msalabani kwa ajili ya ukombozi wetu Bwana, kwa ajili ya msamaha wa dhambi, naomba ipite Bwana, ikatufutie na makosa, ikatufutie na dhambi, ikatufutie na mauti, ikatufutie na mahangaiko kwa damu ya Yesu Kristo. Baba inaita damu ya mwana kondoo, damu imwagikayo kwa ajili ya wengi, imwagike Bwana katika mkoa wa Dodoma, katika mikoa yote ya Tanzania, hata mikoa yote Bwana. Damu ya Yesu imwagike katika ofisi hiyo Bwana. Damu ya msamaha ikamwagike, ikamwagike, ikamwagike Bwana. Damu imwagikayo kwa ajili ya ondoleo la dhambi ikamwagike ili iweze kutuondolea dhambi. Hiyo damu ya Yesu imwagike iweze kutuondolea dhambi. Ora basita yandarabako ribasaka na mandarabashina mandarabako. Hiyo damu ya Pasaka ipite. Hiyo damu ya Pasaka ipite. With the blood of Jesus. Achilia damu ya Yesu ipite, ipite huko nyumbani, ipite huko ofisini, ikasamehe na hilo eneo. Hakikisha naomba toba kwa ajili ya eneo lako la kazi. Mwambie Bwana samehe eneo lako la kazi. Mwambie Baba samehe eneo lako la kazi. Kama ni biashara unafanya, una fremu, mwambie Bwana samehe. Una kampuni, mwambie Mungu asamehe katika jina la Yesu. Yamkini kuna vitu napita kwa sababu ya uovu ambao ulifanyika aidha kwa kujua na kutokujua. Mwambie Bwana samehe. Mwambie Mungu asamehe. Damu ya Yesu ipo inapita.
damu ya Yesu ipite, isamehe kabisa, itakase eneo ile Bwana, katika jina la Yesu. Mungu kumbuka rehema, katika jina la Yesu. Mungu takasa kabisa hayo maeneo ya ofisi Bwana anayofanya mtumishi wako kazi, ukasamehe Bwana katika jina la Yesu. Kumbuka rehema zako Bwana katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai, katika hiyo biashara na katika maeneo yake Bwana anayofanyia kazi. Inawezekana kuna malango ya uharibifu, ya uovu na makosa ulifanyika, yakaachilia makosa ya mauti, yakaachilia uharibifu. Mungu kumbuka rehema mahali hapo, maana Mungu unapopita katika hicho kituo, nataka uwepo wako Bwana ukatembee, lakini hatuwezi kukaa katika uwepo wako kama Mungu hatujakaa katika neema na kibali cha kwako Bwana. Kama tukitoka katika agano tutashindwa na shetani. Tunaomba rehema katika hilo eneo la biashara, iwe ni kwenye kampuni. Mungu kumbuka rehema, kama kuna uovu ulikaa, kama ule uovu wa Daudi wakati wa Gibeoni ameua, wakachinje Bwana watu, damu zikamwagika, uovu katawala, mvua ikakatika, mauti kaingia ikawatesa kwa njaa. Baba inaomba kumbuka rehema, yamkini ajui ni kitu gani kilifanyika, yamkini ajui anapitia hiyo tabu ajui, lakini Mungu unayejua sirini, kumbuka rehema katika ile eneo, kumbuka rehema katika hiyo kazi yake, kumbuka rehema Bwana katika ndoa yake, kumbuka rehema Bwana katika masomo. Damu ya Yesu ipite, damu ya Yesu ipite, tusamehe. Mungu umetuahidi kutufutia makosa, na ndio kazi ya Yesu ya msalaba. Umesema katika neno lako, hii ndio damu imwagikayo kwa ajili ya wengi na kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Basi Baba, na sio damu ya Yesu iliyomwagika kwa ajili ya wengi, iendelee kumwagika hapo alipo. Na huyo mama naomba kwa ajili ya watoto, hiyo damu ya Yesu endelee kumwagika kwa ajili ya watoto wake, ili ipate kutoa msamaha, ili Baba tunapoendelea na maombi Bwana, damu ya Yesu ya utakaso ikapite, ukombozo wako Yesu kapite. Maana damu inapomwagika inaondoa kila uchafu, inaondoa kila udhalimu, inaondoa kila mauti iliyokuwa imetangazwa, inaondoa kila vifungo. Na ndio maana naomba toba Bwana, damu yako Yesu tunaitia damu ya Yesu, tunaitia damu ya Yesu. Bwana kumbuka rehema juu ya kila mtu anayeomba usiku huu. Kumbuka rehema Bwana, kumbuka msamaha. Usiache Bwana ghadhabu yako ikashuka juu yetu, ikashuka juu yake, ikashuka juu ya familia yake, ikashuka juu ya ndoa, ikashuka juu ya kazi. Bali Baba, achilia rehema, watu walipokulilia uliwasikia na ukawasamehe na ukawaponya. Tunaomba nasi Bwana utuponye, utusamehe Baba, utusamehe Baba, utusamehe Baba, utusamehe Baba. Samehe maisha yetu, samehe Baba njia zetu, samehe Baba matendo yetu. Usiku wa leo Baba, kutana nasi, usimwache hata mmoja ambaye ameona umuhimu wa kuamka usiku wa leo. Usimwache Bwana, neema yako na kibali chako kitukalie. Neema Bwana na kibali chako tena utukubalie Bwana, utukubalie Bwana kwa damu yako. Utupokee Baba katika jina la Yesu. Utupokee Roho Mtakatifu, utupokee Bwana wa majeshi, utupokee Mfalme wa falme, ili tuweze kuwa na nguvu za kushinda katika jina la Yesu Kristo. Usiku wa leo Mungu nakukaribisha tena, usituache Bwana. Asante kwa sababu Mungu umetusamehe. Asante Mungu kwa sababu wewe umetusikia, umetusikia Roho Mtakatifu. Ninakushangilia Yesu, naishangilia damu yako ya samani, nakushangilia Mfalme wa falme, nakushangilia mtetezi wetu aliye hai. Asante Baba kwa sababu unatusikia maombi yetu. Asante Baba kwa kutufutia makosa. Asante Baba kwa kutuondolea hata mauti ambazo zilikuwa zimetangazwa zilizotokana na dhambi na makosa, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mungu pokea sifa, Mungu abudiwe, Mungu ushukuriwe. Tunakushukuru kwa kumtoa mwana wako Yesu Kristo ili aweze kutuokoa, katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Baba asante, sifa na heshima na utukufu ni vyako. Ninakushangilia Bwana Yesu kwa kazi yako ya msalaba. Mungu mtetezi asante. Tunapoendelea na kipindi hiki Bwana, tuombe uwe nasi. Roho Mtakatifu tuatamie tena, tuongoze kila hatua, tuongoze kufanya yaliyo mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa kipindi hiki cha Tanzania Gospel Television, popote pale ulipo unaweza kutuma maombi yako katika kipindi hiki. Tutakuwa tunatazama live maombi yako kwa hii namba tunakutajia. Unaweza kutuma maombi haya, tutakuwa tunatazama, tunasoma, tunaomba na wewe. Unaweza kutuma katika namba
hii hapa ninakusomea. Shika kalamu yako, andika, au simu, andika hii namba, utakuwa unatuma maombi yako, tunashirikiana kuomba. Namba ya simu ya kutuma maombi yako ni 0742 52 35 17. Tuma maombi yako ili tuweze kushirikiana kuomba pamoja na wewe popote pale ulipo kwa namba 0742 52 35 17. Unapotuma haya maombi, sisi tunakuwa tunasoma na tunaomba pamoja na wewe. Kila unapopata haya maombi, tutakuwa tunaomba na wewe, tunaomba na wewe mpaka Mungu tunaona ametenda jambo jipya katika maisha yako. Unaweza kutuma maombi katika namba 0742 52 35 17. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akubariki sana wewe ambaye umeona umuhimu wa kuamka usiku huu wa leo, na Mungu akuinue zaidi na aendelee kutia nguvu na kupaka mafuta ya kuendelea kuamka, ili tuendelee kumomba Mungu kwa ajili ya maisha yetu na kwa ajili ya mambo mbalimbali ambayo tunatamani Mungu aendelee kutufanyia. Kwa karibu sana tena mpenzi msikilizaji katika kipindi hiki, na tutakwenda sasa hivi kujifunza neno la Mungu ambalo litatusaidia kutuvusha kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Lakini pia yamkini uko unajiuliza kwamba huyu ni mtu anaitwa nani? Kwa majina ninaitwa mtumishi wa Mungu Imani Bernard Mwansepe, napatikana katika mkoa wa Dodoma. Kwa karibu sana kwenye kipindi hiki ili tuweze kujifunza, lakini pia tuweze pia kuomba. Kwa tutajifunza, lakini pia tutapata muda kuomba mwingi tu, kwa sababu kujifunza ni muhimu. Hauwezi kupigana vita pasipokuwa na elimu. Lazima uwe na maarifa ya kutosha yatakao kusaidia kupambana katika ulimwengu huu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unaweza kuchukua kalamu yako, tunajifunza kidogo, alafu tutapata muda kuomba. Unaweza kuchukua kalamu yako na daftari pembeni, uko unaandika kitu ambacho Mungu atakufunulia, unakiandika. Tutakuwa tunaomba pia. Kwa hiyo tutakuwa tunaomba, lakini tunajifunza kadri Mungu atakavyotujalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa leo tutakuwa na somo zuri ambalo Mungu ametupa, linalosema mbinu anazotumia shetani ili kuniangusha kanisa la Mungu. Mbinu anazotumia shetani ili kuliangusha kanisa la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa usiku wa leo ninatamani tumsihi Mungu atusaidie ili tuweze kuelewa haya mafunuo ya Mungu ambayo ametupa, yatakayotupa uwezo mkubwa wa kuelewa mbinu au njia ambazo shetani anatumia ili kuangusha kanisa la Mungu. Kwa sababu unapoishi duniani ambapo tupo, tujue kwamba shetani yuko hapa duniani. Na kama shetani yuko duniani, maana yake yeye ni mpinzani wetu. Na kama una mtu anaitwa mpinzani, maana yake kuna mbinu ambazo anaweza kutumia ili kukushinda. Kuna jinsi ambavyo shetani anaweza kuingia katika maisha ya mtu anayemwamini Kristo ili kukushambulia, sio tu kwa sababu umeokoka au sio tu kwa sababu unaomba, ila kwa sababu ya mkinu ujaliwa mbinu ambazo anatumia ili kuliangusha kanisa. Kwa sababu Biblia inatuambia kwamba shetani anazo akili nyingi na ndizo anazotumia ili kulivuruga kanisa la Mungu. Ngoja tuangalie kile kitabu cha Wakorintho wa pili, kitabu kile cha Wakorintho wa pili, ule mlango wa pili na mstari wa 11. Hii itakuwa ni neno la msingi katika haya mambo tutakayoenda kuyafundisha. Mbinu anazotumia shetani ili kuliangusha kanisa. Kumbuka nimekuambia kwamba kuna mbinu ambazo shetani anatumia
ili kuhakikisha maisha yako hayaendi sawa sawa. Kuna kanuni za siri, kuna tekniki za siri ambazo shetani anatumia ili kuhakikisha anapiga maisha yako, anapiga ndoa yako, anapiga watoto, anapiga familia, anapiga elimu, anapiga kazi. Ili kwamba umeokoka haimaanishi kwamba shetani atakuacha. Ndio maana ufunuo huu unapokuja, unataka tuelewe ni kwa namna gani tutaingia vitani. Angalia kile kitabu cha Wakorintho wa pili, ule mlango wa pili na ule mstari wa 11. Wakorintho wa pili, mlango wa pili na ule mstari wa 11. Neno la Mungu linasema, shetani asija akapata kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikra zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapokuwa tunamwamini Mungu kwa Bwana na Mwokozi wetu, haimaanishi kwamba ndo tumemaliza vita vya kupigana katika ulimwengu wa roho. Hapana. Biblia inatuambia kwamba tupo katika hali ya mashindano, na mtu ambaye tutashindana naye ni shetani. Na Biblia inasema ili tuweze kushinda ni lazima tuwe na uwezo wa kujua fikra zake anazotumia ili aweze kutuangusha. Biblia inasema kuna mawazo au kuna mbinu ambazo shetani anatumia ili kuliangusha kanisa. Sasa tunapozungumza habari za kanisa, hatuzungumzia habari za majengo ambayo yamejengwa, hapana. Hatuzungumzia habari za mahekalu yaliyosimama. Mungu anapozungumza kanisa kwa lugha nyingine ya kiufunuo, inakuwa ni watu ambao wamemwamini Kristo. Mungu anapozungumzia kanisa, Mungu anapozungumzia mwanamke, hazungumzi mwanamke anayeolewa. Anazungumza habari za watu waliomwamini Kristo. Kwa wewe hapo ulipo, ni mtu ambaye unamwamini Mungu. Kwa Mungu anakuona kama wewe ni hekalu lake, na sio tu hekalu lake, anakuona kama wewe ni kanisa lake, ambalo ni chombo kitakachotumika kumletea habari njema na kuleta ushindi duniani. Bwana asifiwe sana. Angalia kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza, mlango ule wa 3, mstari wa 16 mpaka ule wa 17. Wakorintho wa kwanza, mlango wa 3, mstari wa 16 mpaka ule wa 17. Nataka uelewe, tunapozungumza kanisa tunazungumza watu gani? Hatuzungumzi habari za jengo, tunazungumza habari ya wewe ambaye ni mwombaji uliamka usiku huu. Neno la Mungu linasema, hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu, na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo, kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndo ninyi. Bwana asifiwe sana. Kwa tunapozungumza habari za kanisa, Mungu anasema wewe ndiye hekalu la Mungu. Lakini pia anasema kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndo wewe. Kwa Mungu anataka pia wewe pia uwe mtakatifu. Kwa tunapozungumzia shetani kuangusha kanisa, hatuzungumzia habari za jengo lililojengwa kwa mawe, lililojengwa kwa udongo, lililojengwa kwa matofali, hapana. Tunazungumzia habari za kanisa ambalo ndo wewe mwenyewe ulioamka usiku unanisikiliza, uliokaa hapo kwenye kiti, labda umekaa kitandani unasikia, labda unaendesha gari. Wewe ndio kanisa la Mungu ambaye Mungu anakutazama, ambalo shetani ndio mtu pekee ambao kwake umekuwa wanted. Wewe ndio unatafutwa, kwa sababu Mungu anasema hatukosi kuzijua fikra za shetani. Kwa Mungu anaposema fikra za shetani, maana kuna mbinu ambazo shetani anatumia, kuna hila ambazo shetani anatumia ili aweze kukuangusha katika maisha yako. Kuna namna ambazo shetani anakaa katika ulimwengu wa roho ili kuhakikisha anakuwa na mafanikio ya kukuangusha. Kama unafanya kazi, maana yake anakaa kutafakari ni kwa namna gani ataangusha kazi yako. Kama unafanya biashara, maana yake anakaa katika ulimwengu wa roho kutafuta ni kwa namna gani ataangusha biashara yako. Anatafuta mbinu ya namna gani ambavyo atafanya
ili kuhakikisha atakuangusha. Ataangusha huduma yako, ataangusha watoto wako, ataangusha ndoa yako. Biblia inasema katika kile kitabu cha Korintho wa pili mlango wa 2 mstari wa 1 ya kwamba hatukosi kuzijua fikra zake. Katika ulimwengu wa roho kuna vita kali sana. Kitabu kile cha Efeso 6 mstari wa 11. Kitabu cha Efeso ule mlango wa 6 mstari wa 11. Kitabu cha Efeso mlango wa 6 mstari wa 11. Biblia inasema vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Mstari wa 12 neno linasema kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, na juu ya kuu wa giza hili, na juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nisikilize kwa makini. Mtu ambaye unamwamini Mungu, unapookoka, haimaanishi kwamba vita ya shetani haitakuja kwa sababu umeokoka. Biblia inasema vita hiyo itaendelea mpaka unaondoka duniani. Na kama vita itaendelea mpaka unatoka duniani, Mungu anajaribu kutusemesha tena kwamba unapoenda kupambana, lazima ujue namna ya kushindana. Kwamba unapotaka kushindana, lazima kwamba ujue vitu unayopigana si ya jinsi ya damu na nyama. Sio ile ambayo utachukua upanga kwenda kumchoma adui. Hapana. Biblia inasema ni katika ulimwengu wa roho. Maana katika ulimwengu wa roho ndiko ambako kuliko kuwa na kiwanda cha maisha ya kawaida mwanadamu, ambayo anavyoendesha ndiyo yanaleta matokeo ya kuonekana katika ulimwengu wa mwili. Bwana asifiwe sana. Ngoja nijaribu tena kusema hivi. Kwa mfano, katika ulimwengu wa roho, kabla ugonjwa kutokea, maana ulimwengu wa roho ulishasababisha ugonjwa utokee. Bwana asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu katika ulimwengu wa roho ndiko ambako shetani anatengeneza matukio mbalimbali na kuweza kuwapelekea wanadamu. Katika ulimwengu wa roho ndiko kunakokuwa na kiwanda. Kama unamuona mtu analia, manake moyo wake kuna namna ambavyo umeugua, ukapeleka matokeo mwilini ya kumfanya yule mtu alie. Sasa hata mashindano yetu sisi tunaomwamini Kristo hayapo kwa jinsi ya mwili, hayapo kwa jinsi ya akili za kibinadamu, bali yapo katika ulimwengu wa roho. Kwa nini? Kwa sababu vita ya kiroho huwa inapambaniwa katika ulimwengu wa roho. Na kama vita ya kiroho inapambaniwa katika ulimwengu wa roho, ni lazima mtu ambaye unamwamini Mungu, ni lazima mtu ambaye unamjua Kristo, uzitafute na kuzifahamu mbinu zitakazokusaidia kupambana katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini nasema katika ulimwengu wa roho ni kiwanda cha ulimwengu wa roho? Angalia kitabu kile cha Korintho wa kwanza mlango wa 15 na ule mstari wa 44. Wa Korintho wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 44. Neno la Mungu linasema hupandwa mwili wa siri, hufufuliwa mwili wa roho. Ikiwa uko mwili wa siri, na wa roho pia uko. Bwana asifiwe sana. Ikiwa uko mwili wa siri na wa roho pia uko. Ngoja nikuchukulie mfano. Ukiona unaumwa jino, manake zile mamlaka ambazo zimesemwa katika ufalme wa giza, ambazo kazi yake ni kusimamia mpango mkakati wa kuhakikisha watu wanaumwa meno, zimeshafanikiwa kutengeneza makombora yatakaoinuka na kusababisha maumivu ya meno. Kwa hiyo ukiona meno yameanza kuumwa katika ulimwengu wa mwili, maana yake kwanza ule ulimwengu wa siri ambao Biblia inasema ikiwa uko ulimwengu wa siri, basi na wa roho pia uko. Maana yake ule ulimwengu wa roho shetani ameshafanikiwa kuingia na akatengeneza mashambulizi yaliyotengenezwa kwa mfumo wa kusema huyu mtu tunampelekea mashambulizi yaitwayo kuumwa meno. Kwa utakavyoumwa meno, maana yake rohoni umepigwa na umeumwa yale meno. Lakini kiuhalisia sio kwamba meno mwilini ndio yanaumwa, kwa sababu wewe meno sio yako, ila meno ni ya mtu yule mwenye mwili. Kwa maana yake ukiumwa meno katika ulimwengu wa roho, shetani ameshaumba kitu kinachoitwa kuumwa meno. Ndio maana Biblia inasema ikiwa uko mwili wa siri na wa roho pia uko.
Kwa hiyo vita yetu Mungu anaposema si ya damu na nyama, manake anatamani ujue zile mbinu, anatamani ujue zile kanuni zitakazokusaidia kupambana kwa jinsi ya roho ili kuleta matokeo mazuri katika mfumo wa mwili. Unanielewa mtoto wa Mungu? Tunaelewana vizuri? Ngoja nikutolee tena mfano mwingine. Ukiona mwanadamu anacheka na ndoa yake au anafurahi na familia yake, manake rohoni kuna kitu ambacho kimetengenezwa kilichokuwa kina nguvu ya kuleta amani kutokea mwilini. Manake ukimwona mtu anafurahi, manake moyo wake umefurahi, ndani kule kumefurahi. Kwa nini? Mungu anasema ikiwa uko mwili wa asili na wa roho pia uko. Kwa ule mwili wa rohoni ukifurahi, ule mwili wa rohoni ukifanikiwa, manake pia na mwili ule mwili wa rohoni ukifanikiwa, ile picha na hii taswira ya mwilini utaiona pia ikifurahi na kufanikiwa. Ndio maana neno la Mungu linasema ikiwa uko mwili wa asili na wa roho pia uko. Mtoto wa Mungu lazima ufahamu ya kwamba hatupigani kwa jinsi ya kibinadamu, hatupigani kwa nyama na mishare. Ile lazima tujifunze zile mbinu na kanuni za kimbingu zitakatusaidia kushindana vita vizuri na kuhakikisha tunakuwa washindi. Hatukimbii mbio ili tunakimbia kwa namna ya kushinda. Hatukimbii ili tuendeende tu. Tunahitaji kukimbia kwa namna ya kuleta ushindani mpaka tunashinda. Bwana asifiwe sana. Ndio maana Mungu anatuambia kwamba kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni katika ulimwengu wa roho, tukiangusha falme. Maana katika ulimwengu wa roho kuna falme, katika ulimwengu wa roho kuna mamlaka, katika ulimwengu wa roho kuna pepo wabaya, kuna wakuu wa giza. Zote hizo ni silaha za shetani anazotumia kuhakikisha anakuvamia mtoto wa Mungu, kuhakikisha anavamia maisha yako. Kwa hiyo kwa sababu ukijua kwamba katika ulimwengu wa roho kuna silaha kubwa za namna hizo ambazo shetani anatumia, ni lazima na wewe mtakatifu wa Mungu ujifunze kanuni za kiroho zitakazokusaidia kupambana ili usiangushwe na shetani. Ndio maana nimekwambia kanisa la Mungu sio majengo. Kanisa la Mungu Biblia inatuambia ni wewe mwenyewe. Angalia tena kile kitabu cha Wakorintho wa pili. Nataka tujifunze vizuri habari za kanisa. Mungu anavyokuambia kanisa, ujue kwamba ni wewe. Hazungumza habari za jengo, anazungumza habari za wewe. Wakorintho wa pili mlango wa 6 na ule mstari wa 16. Wakorintho wa pili mlango wa 6 na mstari wa 16. Neno la Mungu linasema, tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapotembea barabarani, Mungu anavyosema hatukosi kuzijua fikra, na anavyokuambia kuangalia mbinu ambazo shetani anatumia kuliangusha kanisa. Sizungumzia habari za jengo. Mungu anasema sisi ndo kanisa lake, na anasema katikati ya kanisa Mungu atakaa katikati yao. Na sio tu katikati yao, lakini pia katikati ya kanisa Mungu anatembea na hilo kanisa. Maana yake kama umelala na Mungu, maana yake Mungu atalala na wewe. Ndio maana katika kitabu cha Ufunuo Mungu amesema hivi. Mungu amesema ya kwamba tazama nabisha hodi, kama ukinifungulia mlango nitakaa pamoja na wewe, nitakula pamoja na wewe. Kwa nini? Hazungumzia habari za kanisa la jengo, anazungumzia habari za mtu ambaye ndio wewe, kwamba Mungu ana tabia ya kutumia huo mwili wako na kulifanya ndio kanisa lake. Anasema katikati ya kanisa Mungu atatembea pamoja na wewe. Katikati ya kanisa Mungu atafanya vitu vingi kupitia wewe. Kwa hiyo sasa tunapozungumza habari za mbinu anazotumia shetani ili kuliangusha kanisa la Mungu, ni lazima cha kwanza ujue ya kwamba kanisa la Mungu ni wewe. Jiambie wewe mwenyewe kwamba mimi ni kanisa la Mungu. Mimi ni kanisa la Mungu. Wewe ni kanisa la Mungu. Mungu anavyokutazama na wewe unavyojitazama ni vitu tofauti. Mungu anakuona kama wewe ni silaha yake. Mungu anakuona kama wewe ni mtu ambaye unaleta ushindani mkubwa kushinda ufalme wa shetani. Lakini wakati huo wa shetani pia anapambana ili kuhakikisha anakupiga na mafanikio yako, ili usipate ile neema
ya utulivu wa kumtumikia Mungu vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lazima ujue kuwa wewe ni kanisa la Mungu. Lazima ujue na lazima uelewe kwamba mimi ni kanisa la Mungu. Kwa Biblia inavyosema Shetani asije akapata kuwashinda, anazungumzia habari ya kwako wewe ya kwamba hakikisha unakuwa makini sana unapofanya mambo yako. Ujue kwamba wewe ni kanisa la Mungu, na kama ni kanisa la Mungu, Shetani pia anakutafuta kwa nguvu zake nyingi ili kuhakikisha anakushinda, anakuangusha. Anapiga biashara yako, anaangusha uchumi wako, anaangusha huduma, anaangusha watoto washindwe kufanikiwa katika maeneo ya kazi, anaangusha biashara, anaangusha ndoa. Sio kwamba analenga wewe tu, analenga wewe kuangusha, kwa sababu wewe ni hekalu la Mungu. Na kama wewe ni hekalu la Mungu, wewe na hakika utakuwa na ushindani mkubwa sana dhidi ya adui Shetani, kwa sababu mbinu yake kubwa na mpango wake mkubwa ni kuhakikisha anakupiga na anakuangusha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unielewe vizuri mtoto wa Mungu. Angalia kile kitabu cha Ufunuo wa Yohana, ule mlango wa 12. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 12 na ule mstari wa 17. Nataka nikuonyeshe kwamba Shetani anafanya vita na kanisa ambalo ndo wewe. Biblia inasema joka akamkasirikia yule mwanamke. Kuna mtu anasema sijaandika. Ufunuo wa Yohana, kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 12 au sura ya 12 na ule mstari wa 17. Neno la Mungu linasema joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, washikao amri za Mungu na kwa ushuhuda wa Yesu. Naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. Hasa angalia, Biblia inasema watu ambao Shetani anashindana nao na kuwakasirikia ni watu ambao wanashika amri za Mungu. Sasa kumbuka, nimekuambia wewe ni kanisa la Mungu, na Shetani anasema akamkasirikia mwanamke. Katika ufunuo huo tunavyozungumza mwanamke, katika unabii tunazungumzia kanisa, kwa sababu kanisa ndilo litaolewa na Bwana Yesu, na sisi ni wake wa Yesu, na ndio maana sisi ni wa bibi harusi kibibilia, lakini bwana harusi ni mmoja, Yesu Kristo. Sasa angalia hiyo vita ambayo kanisa pambanalo. Biblia inasema joka, katika kitabu cha Mwanzo joka imemtafsiri kama ni Shetani. Joka akamkasirikia mwanamke. Kwa lazima utambue kwamba unapokuwa unaishi duniani ukiwa wewe mwanamke wa Yesu, watu wengi wanasemaga ya kwamba wanawake wanaojua kuomboleza. Biblia haijazungumza tu kwamba mwanamke ni mwanamke wa jinsia ya kike ambayo tunamfahamu duniani. Biblia inazungumza mwanamke ni mtu yoyote ambaye amemwamini Kristo. Huyo mwanamke ambaye anamwamini Kristo ndiye aliyeposwa na Bwana Yesu, na ndiye atakayenyakuliwa, na ndiye atakuwa bwana harusi mbele ya Yesu, na Yesu atakuwa bwana harusi. Kwa unavyosikia mwanamke, usikazanie kusema tu wanawake wajaomba. Hata wewe jiambie, mimi ni mwanamke wa Yesu Kristo ambaye natakiwa nimeposwa na Yesu na natakiwa niolewe na Yesu, lazima niombe. Biblia inasema akamkasirikia mwanamke, akaenda afanye vita juu ya wazao wake. Kwa Shetani anapoamua kupambana na wewe, hafanyi vita tu na wewe, ila pia anaenda kugusa mpaka kizazi chako. Na hata Mungu ndivyo alivyo. Mungu akitaka kukubariki wewe, atakubariki wewe, lakini hata ishia kubariki wewe, atabariki na kizazi chako. Mungu akikasirika, akitaka kupiga maisha yako, hata kupiga tu wewe, bali atapiga na uzao wako. Ndio maana Mungu anasema anapatiliza uovu wa baba zao, kizazi cha kwanza, cha pili na cha tatu. Kwa hizi kanuni Shetani anazijua. Kwa tunapozungumzia habari za vita dhidi ya watu na kanisa, tunazungumzia habari ya wewe mtu wa Mungu ambaye unashika, una bidii, unatoa sadaka, unaomba, unaamka, unahubiri, labda unaimba. Wewe ndio Shetani amekuweka kuwa kipaumbele cha kutafuta na kukuangusha. Kwa lazima ufahamu hizo mbinu ya kujua kwamba nikiwa kama mimi kanisa, Shetani anitafuta, anatafuta nianguke. Mimi ambaye ni ushuhuda, kuna watu ambao huko mliko mnafanya vitu vikubwa kanisani,
Lakini ukifanya, kuna mtu anakuja na kupinga na kudharau, wakati mwingine na kusema kwa maneno makali. Unakata tamaa, unasema bwana niache. Sikiliza, haujajua unachokifanya. Mungu amekuweka mahali hapo ili uendelee kushinda vita, na ushuhuda wa Mungu endelee kukua. Haimaanishi kwamba utapita tu utakuwa nyoka. Kuna vita ambayo shetani inua vya kupambana kanisa, na ndio maana natamani sana tuweze kuzijua mbinu za shetani anazotumia ili kulipiga kanisa. Kwa nini? Kwa sababu anasema shetani amkasirikia mwanamke. Mwanamke ni kanisa. Anafanya vita na wazao wako. Wakati mwingine unaweza kuona watoto wako wengi wamesoma lakini hawana kazi. Wakati mwingine unaweza kuona unafanya biashara lakini unapata hasara. Hauoni kupiga mbele hatua. Hauoni kupiga hatua ya kwanza. Unajikuta umekaa pale pale ukifikiria kwamba uko salama. Hapana. Iko vita katika ulimwengu wa roho ambayo inapambana wewe kwa kusudi la kukuangusha wewe ukose ujasiri wa kusimama na kuweza kumwabudu Mungu vizuri. Sikiza nikwambie, mtoto wa Mungu, ikitokea umeumwa, hauwezi kumwabudu Mungu vizuri, wala huwezi kusimama kuomba vizuri, kwa sababu moyo wako unakuwa na mahangaiko, moyo wako unakuwa na tabu. Kwa maana yake shetani anakuwa amewini kwamba huyu mtu anatamani aumwe ili ashindwe kuona utulivu wa kumwabudu Mungu vizuri, na ashindwe kufanya vitu ambavyo vitamletea Mungu utukufu. Ukiona mtu anahangaika na maisha, labda anafanya biashara, anajitahidi, anapambana kushoto na kulia, lakini nafika hatua afanikiwi, usije ukajifungia ukaona kama Mungu hakutazami. Hapana. Ila iko vikwazo ambavyo shetani anaviweka ili kuhakikisha anakushinda na kupiga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Biblia inasema joka akamkasirikia mwanamke, na sio tu kwamba akamkasirikia, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia. Kwa mtoto wa Mungu lazima ujue kwamba upo vitani, unatafutwa. Biashara yako inatafutwa, watoto wako wanatafutwa, kazi yako inatafutwa, ndoa yako inatafutwa. Lazima hiyo akili uwe nayo kile unapotembea, ya kwa mimi ninatafutwa. Safari zako zinatafutwa. Yawezekana safari nyingi, unasafiri huku na huku. Shetani atafuta njia ya kupiga hiyo safari yako. Kwa lazima ujue kwamba unatafutwa. Na kama tunatafutwa, lazima tujue cha kufanya. Kama kuna mapambano, lazima tujue ni kwa namna gani tutapambana. Kama kuna vita, lazima tujue ni namna gani tutapigana. Na ndio maana ninakwambia, lazima ufahamu mbinu ambazo huyu adui yako ambaye ni shetani anazitumia ili kukuharibu na kukupiga katika maisha yako. Lazima ujue kanuni, lazima ujue hila za adui anazotumia ili kukupiga na kukuharibu katika maisha yako. Kwa sababu usipojua kanuni, usipojua mbinu, usipojua hila za shetani, haijalishi unaomba sana, haijalishi unafunga sana, haijalishi unakemea mapepo, na kuna muda unaweza ukawa unakemea pepo anatoka kabisa, lakini shetani anaweza kukushinda katika mambo mengine ya kawaida kabisa, ukapigika na ukateseka. Yawezekana mbinguni ukaenda kama Lazaro. Bwana asifiwe sana. Lazima mjue adui yako. Ushindi wa kwanza katika maisha ya mwanadamu ni kumjua adui. Kwa sababu ukimjua adui, utajua uwezo wake, utajua mbinu zake, utajua silaha zake, utajua kanuni zake, utajua ni kwa namna gani ambavyo anavyojipanga. Ukienda jeshini, wanasema kumjua adui yako ni 50% za ushindi kabla ya kuchukua hatua ya kwenda kupigana. Kwa lazima mjue shetani. Ndio maana nataka leo tuangalie mbinu za shetani anazotumia ili kushinda kanisa la Mungu na kuliangusha kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani yupo kazini. Tafuta kujua adui yako yukoje. Watu wengi mnamchukulia shetani kama karatasi, lakini huyo Yesu ndo alipambana naye mpaka kufa. Biblia imemtaja shetani kama mfalme wa dunia hii. Biblia imemtaja shetani kama mkuu wa anga. Kwa shetani si mwepesi, lazima ujue namna gani utapambana naye. Lakini ukijua nguvu ya adui, tafuta kujua mbinu nzuri na sahihi zitakazokusaidia kushindana na huyo adui yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ndio hiki nataka tukizungumze. Tafuta mbinu nzuri. Unaweza kumjua adui, lakini usiwe na mbinu nzuri za kumshinda.
Unaweza kumjua mpinzani, lakini usiwe na kanuni na utaratibu mzuri utakao kusaidia kumshinda huyo mpinzani wako. Ukajikuta unaingia kwenye uwanja wa mapambano unapigwa. Ukajikuta unaingia kwenye vita unapigwa. Ukajikuta unaingia kwenye kazi unapigwa. Ukajikuta unaingia kwenye ndoa unapigwa. Kwa nini? Haukujua kanuni, haukujua mbinu ambazo adui wako anatumia, haukujua silaha ambazo shetani anatumia, haukujua. Kwa hiyo leo hakikisha unakuwa katika mkao wa kujua mbinu gani ambazo shetani anajua kuzitumia. Ukishajua hizo mbinu, nenda sasa kushindana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nenda kushindana, nenda kupambana, nenda kupambana. Sasa nataka tuangalie mbinu moja. Tuangalie mbinu moja ambayo shetani anatumia. Tuangalie mbinu ambayo shetani anatumia ili kuliangusha kanisa la Mungu. Andika mbinu ambayo anatumia sasa shetani ili kuliangusha kanisa la Mungu. Jambo la kwanza, mbinu ya kwanza au silaha ambazo shetani anatumia, silaha ya kwanza ni kumfanyisha mtu dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kumfanyisha mtu dhambi. Hiyo ndio mbinu ya kwanza, kumfanyisha mtu dhambi. Hizo ni mbinu. Mbinu ya kwanza ambayo shetani anatumia ni kumfanyisha mtu dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikuonyeshe vitu vichache hapa vitakavyotusaidia kuelewa vizuri. Kumfanyisha mtu dhambi, hiyo ndio mbinu ya kwanza ambayo shetani anatumia ili kuwapiga watoto wa Mungu, ili kuwapiga watoto wa Mungu. Kitabu kile cha Isaya 59 mstari wa kwanza na wa pili. Kitabu kile cha Isaya mstari ule wa kwanza na wa pili. Mlango wa 59, Isaya 59 mstari wa kwanza na wa pili. Neno Mungu anasema, tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Lakini maovu yenu yamefarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake, msione hata hataki kusikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika kitu na silaha kubwa ya kwanza katika maisha ya mwanadamu anayotumia shetani kuliangusha kanisa la Mungu ni kuhakikisha anamfanyisha dhambi. Kwa nini anamfanyisha dhambi? Kwa sababu moja, shetani anajua ili mwanadamu aweze kushindwa kwa karibu na uso wa Mungu ni lazima afanye dhambi. Na Mungu anasema wazi wazi ya kwamba kinachomzuia wakati mwingine asiweze kusikia maombi au asiweze kugusa watu ni kwa sababu ya dhambi na uovu wao. Kwa pindi mwanadamu anapofanya dhambi, pindi mwanadamu anapokosea, neno la Mungu anasema Mungu anaficha uso wake, wala hawezi kuona na pia hawezi kusikia. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunapozungumza habari ya dhambi, ni silaha mama sana kwa shetani ambayo anaitumia kuangusha kanisa la Mungu, na anatumia kwa jitihada, amewekeza nguvu kubwa ili kuhakikisha wewe ambao umeokoka unafanya dhambi. Na ukishafanya dhambi, anajua kisheria katika agano lake na Mungu ataenda kumdai Mungu kusema huyu mtu amefanya dhambi. Hautakiwi kumbariki kwa sababu umesema. Mungu huwezi kumsikia mwenye dhambi. Kwa nini? Mungu wakati anamuumba mwanadamu aliweka agano lake la utakatifu. Aliweka agano lake la utakatifu. Kwa hiyo shetani anachokifanya ni kuhakikisha anakufanyisha dhambi. Ni kuhakikisha anakufanyisha nini? Anakufanyisha dhambi. Kwa kitaka kufanikisha kukamata uchumi, atatafuta mbinu ambayo itakuwa ni mlango wa wewe kuhakikisha unafanya dhambi. Na sio kwamba utakapokuwa unafanya dhambi atakuwa amefanikiwa sana. Bwana asifiwe sana.
Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo jitahidi sana mtoto wa Mungu kuhakikisha haufanyi dhambi. Sasa tumeanza hii pointi ya kwanza kwamba mbinu ya kwanza ambayo anatumia shetani ni kufanya dhambi. Ni kufanya dhambi. Kwa mtumishi wa Mungu hakikisha hapo ulipo maisha yako yanakuwa sio ya kufanya dhambi, kwa sababu hiyo ni silaha ya kwanza shetani anayotumia ili kuhakikisha unakosea. Na ukikosea shetani anakupiga. Ukikosea shetani anakupiga. Ukikosea shetani anapiga. Atapiga kazi yako. Ukikosea shetani atapiga uchumi wako, atapiga watoto wako. Kwa nini? Ameshapata mlango wa kuingia na kuangamiza. Atakayepata njia ya kuangamiza maisha yako. Yesu Kristo tunakushukuru. Yamkini kuna mahali unasema Mungu mimi nimekosa. Na uliingia vitani kushindana hukujua. Haukuingia, uliingia kizembe. Haukujua kwamba mambo unayoyafanya yanasababisha mlango wa shetani kupita. Yanasababisha mbinu na milango ya adui kupita. Yanasababisha nguvu za giza kupita. Leo hii nataka uwe na hii silaha ya kwamba upo kwenye mapambano. Upo kwenye vita. Upo kwenye mapambano. Lazima uwe ni mtu wa utakatifu, mtu wa kupenda usafi katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Unatakiwa ujue kutafuta utakatifu mbele za Bwana. Na hata sasa hivi natamani kila mmoja wetu huko uliko, Mungu anakutazama. Yamkini kuna mahali umekosea. Yamkini kuna mahali unapigwa. Haujui vitu imetoka wapi. Shetani amekuja kwa hila, ameachilia mbinu ya uovu na makosa, ukachukulia kawaida kufanya makosa. Leo nataka Mungu akusamehe. Mungu atusamehe. Mungu atusamehe. Mungu atusamehe. Asamehe maisha yetu. Biblia inasema mikono yao imejaa damu. Wakati mwingine kuna vitu nafanya kwa matendo vinasababisha Mungu asikuone, Mungu asikushike. Roho Mtakatifu leo anapita. Atusamehe, atusamehe, atusamehe. Yawezekana umelia sana machozi, haukujua ni kitu gani ambacho shetani amekifanya, lakini kumepitisha mlango wa dhambi. Mungu asamehe, Mungu asamehe. Yawezekana kuna vita ambayo unakutana nayo kazini, haujui ni kwa nini imetokea, unajiuliza maswali mengi. Mungu asamehe, Mungu asamehe. Mwambie Mungu samehe. Mwambie Mungu samehe, Mungu asamehe, Mungu asamehe. Piga magoti kwa Bwana, mwambie Bwana, nikumbuke tena, nisamehe. Nikumbuke tena, nimesahau ya kwamba nipo kwenye mashindano, na katika mashindano haya lazima niwe mtakatifu. Nikaruhusu malango ya adui, nikaruhusu silaha za adui zinipige, nikaruhusu magonjwa nipige, zikaruhusu roho ya kataliwe nipige, nikaruhusu roho ya chuki nipige. Leo Yesu atusamehe tena. Baba, tunaomba toba, tunaomba toba Yesu, tunaomba rehema. Kumbuka rehema ya Bwana juu ya maisha yetu, juu ya vizazi vyetu Bwana. Kuna adhabu zingine Bwana zimeenda mpaka kwa vizazi vyetu. Mungu samehe. Wakati mwingine Bwana tumekukosea zaidi, tumetenda sio faa. Rehema zako Baba zipite katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba kumbuka rehema, Baba kumbuka rehema. Damu ya Yesu ipite, ipite Bwana, tusamehe. Damu ya Yesu ilimwagika msalabani kutuondolea dhambi na makosa. Mungu kumbuka rehema. Kazi yako msalaba Bwana ikasibitike katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Mungu Baba kumbuka rehema. Mungu kumbuka rehema. Damu ya Yesu tusamehe. Mungu samehe Baba. Kumbuka masamaha. Shakala badia. Bwana samehe. Vizazi vyetu Bwana samehe. Samehe Bwana. Shakada balada balabadaba. Katika damu ya Yesu. Katika damu ya Yesu. Achilia rehema zako Bwana. Achilia masamaha yako Bwana. Achilia rehema zako katika damu ya Yesu. Katika damu ya Yesu. Mungu akurehemu hapo ulipo. Mungu akutakase hapo ulipo. Kila ambacho unafanya Mungu akurehemu. Mungu akutakabali. Mungu akurehemu. Mungu akurehemu. Mungu akurehemu. Mungu akurehemu. Amesema kwenye Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 19, tubuni basi mrejee niziji nyakati za kurudishwa kwenu. Hapo hapo uliko Mungu arehemu kazi yako, arehemu watoto wako, arehemu uchumi wako, arehemu ndoa yako. Ripakanta kadabalada badia katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Hongera sana kwa kushiriki ibada kubwa na nzuri ya siku ya leo. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya ibada nzuri. Mtumishi wa Mungu amefundisha neno la Mungu vizuri kiufasaha na tumeomba. Ninasikia ndani binafsi nasikia mwepesi sana. God bless you indeed. Uko Tanzania, uko nje ya nchi, uko Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, mahali ambako mnatupata.
Tanzania Gospel Television. Mungu akubariki. Wewe ambaye umeshiriki kupitia online radio ya Tanzania Gospel Television na OPS Radio Dodoma, God bless you indeed. Watu ambao mnatupata kwa njia ya cables, Arusha Milan Cables, wale ambao mnatupata kupitia Zuku, kupitia Continental, whatever ambao mnatupata, Mungu aliye mbinguni akubariki. Let our God bless you. Let our God expand your territories. Mungu amenamtumikia, atanue mipaka yako, akuongeze, akuzidishe sana sana. Unaweza kawa una maombi yako, namba ambayo unaiona kwenye screen 0742523517. Tumia hiyo namba kutuma maombi yako hapo, tuma maombi yako hapo, tuma maombi yako kwa hiyo namba 0742523517. Na pia unasikia kumshukuru Mungu kwa ajili ya ibada ya leo. Kila ibada inaambatana na sadaka. Tumia namba simu pia 0742523517. Nitamkaribisha mwalimu akuage na tukuage sote kwa pamoja juu ya ibada nzuri ya siku ya leo. Karibu sana mwalimu. Mungu akubariki sana mpenzi mtazamaji, na usiache kuomba na kushukuru kwa sababu umepata muda, na usiache kukosa tena muda wa kuomba. Yes. Basi Mungu akubariki, uwe na mapumziko mema ya usiku. Amen. God bless you. Uwe na usiku mwema. Amen.